Nilitaka kumuuliza Charles, ulizungumza na spika wa bunge. Sasa hapa Dr. Tulia ataongea kama spika. Alisema jengo la bunge ni lile lile. Yani bado halina ukubwa huo wa kuaccommodate wabunge wengine watakaoongezeka. Labda kwa hapa sasa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ilipofikia, unadhani alitakiwa haraka kiasi hicho? Ya, kwa sababu unajua kwenye majimbo yaliyogawanywa, hayo majimbo 8, kuna majimbo ambayo kiukweli watu wake walikuwa ni wengi sana. Yeah. Nitakupa mfano, kwa mfano kama jimbo la Mbagala. Jimbo la Mbagala, tunazungumza jimbo, sio wilaya. Jimbo la Mbagala ambalo lipo ndani ya wilaya ya Temeke. Jimbo lilikuwa na watu ambao wanalingana na watu waliopo mkoa mzima wa Njombe. Unaweza ukapata picha. Lakini jimbo kwa mfano kama la Ukonga lina watu zaidi ya milioni 1. Jimbo la Ukonga ambalo lipo ndani ya wilaya ya Ilala. Kwa ile wilaya ya Ilala, Ukonga ni jimbo moja kati ya majimbo matatu yaliyopo. Alafu ina watu zaidi ya milioni 1. Kwenye sensa 2022 ilikuwa nakadiria kwamba 920,000, lakini sasa hivi ni milioni plus. Sasa kwenye hayo mazingira, majimbo kama hayo yalikuwa na wakati mgumu sana watu wake kuhudumia na hata wabunge kuhudumia. Kwa mfano kata ya Chamazi ambao sasa hivi limetengenezwa jimbo la Mbagala, limegawanywa kupata jimbo jipya la Chamazi. Ile kata tu ambayo ilikuwa ina kata yenye diwani inayazidi majimbo yenye wabunge zaidi ya majimbo 120. Yani idadi ya watu waliopo kwenye kata ya Chamazi ilikuwa ni kubwa kuliko majimbo zaidi ya 120 Tanzania. Kwa sababu kata moja ina watu 250,000 karibu. Sasa unaweza kutazama inazidi mpaka jimbo la Kigoma mjini. Yes. Kwa hiyo ukiangalia kwenye hayo mazingira, diwani wa hiyo kata ili awahudumie hao watu anakuwa na wakati mgumu sana. Kwa hiyo atapigiwa simu nyingi sana, atafika hapa, atafika pale, lakini watu wote watakuwa hawajaridhika. Yani hawaridhishwi na huduma yake. Wasafi Soap, sabuni ya mche kwa matumizi ya usafi wa aina zote. Wasafi Soap, usafi kama wote. Sasa inapatikana Tanzania nzima.